yote ni ya kwetu. Na huko ndani ndio natakiwa nikuingize huko angalia. Mlango ndio kufanya modification no. Huyu fundi sijui kwa nini. Angalia huko ndani palivyokaa. Ndio mwenyewe kwa anakuambia nakuja kuonesha au nikazania kweli sasa leo nakuja kuonesha. Okay. Alafu natakiwa mkweli mke wangu. Kwa sababu nyumba hii ni ya kwetu. Unaona? Yaani hapa ndio baadaye natakiwa kuwa pale pana jiko na kupigia kajiko hapa, yani jiko zuri mwenyewe utakubali. Sawa. Ndio na huko angalia huko. Kuonesha vizuri. Yaani kama unapenda basi hata mwenyewe umenipenda pia. Sijali. Basi. Yaani hapa natakiwa unaishi peke yako. Sitaki jirani wabaya. Nipoona mume wangu ni pazuri sana. Eti? Sana. Pazuri? Yaani hapa ndugu yangu natakiwa unakaa peke yako. Lakini kunyuma umeshaenda kweli wewe? Bado sijaenda, nitaenda kuangalia. Utaenda kuangalia? Kwa baadaye? Baadaye. Sawa. Yaani mimi ndio nilikwambia toka zamani nilikwambia yaani hapa yaani baadaye hapa. Nakuletea mpangaji. Fanya kazi anafanya kazi huko ndani. Anapika. Yaani wewe kazi yako nataka yani kunilemba mimi tu. Tafurahi sana mume wangu. Jinsi kunenepa kwa wewe. Basi natakiwa unenepe. Sawa. Sababu ukinenepa ndio furaha kwangu. Sijatimiza lengo langu na kulipa kisasi cha damu yangu, siwezi acha kiumbe chochote, na yeyote atakayethubutu kuishi katika nyumba hii ndiye atabaki mlinzi wa kulinda nyumba hii. Nzuri tu, karibu. Bana, shakaribia. Karibu. Sawa kabisa. Na, una bahati kweli bana. Kidogo ningenikuta nimeshaenda shamba. Tunajua sisi mara nyingi jioni lazima tuende shamba. Sawa, unapenda kulima mzee. Sasa karibu. Nashukuru sana. Vipi mama mkubwa hapo yupo? Yupo. Hajambo. Sawa kabisa. Ndio, karibu. Nashukuru sana. Na, ulikuwa na shida gani? Mimi kuna tatizo lilikuwa limenileta hapa. Umefika ndio kama mwenyekiti. Sasa mimi bwana, shida kubwa sana yule jirani yangu ninaishi naye yule. Yule Asumani yule. Kwa kweli yani ananiharibia sana. Kuku zangu yani nakuta ni zimepungua kila kukicha. Ukienda kwake unakuta kuna manyoya kwenye shamba. Ndani kwake hakuna kuku. Sasa mzee, hayo malalamishi sasa ndo nakuletea wewe kama kiongozi wa mtaa. Basi tuangalizie namna ya kufanya kwa sababu zaidi ya hapo tunaweza kufika mbali. Odi. Karibu. Karibu baba. Kijana, karibu baba. Wazima kabisa. Hello. Karibu sana. Sawa. Unajua sasa hivi tusalimiane mkono, corona. Ni kweli kabisa. Unajua corona. Ni kweli kabisa. Karibu sana.
Unajua hata sisi wenyewe tumekimbia mjini huko corona. Tumekimbilia huko mapolini kuja kufanya kazi. Hapa kwetu bado haya matatizo bado. Sawa. Karibu sana. Haya, asante. Mazingira yetu bado yanaruhusu. Safi, karibu. Karibu sana. Haya, mimi unafikiri nakaa sana? Ndio. Hata sikai sana. Karibu sana. Mimi bwana, shida yangu kubwa ilikuwa ni ile funguo ya kule ulikotupangisha. Kwa sababu nimekuja na wale vijana nimewaacha kwenye miembe hapo. Ndio mmefika na vijana eh? Na basi watakuwa wamechoka, anastahili kupumzika. Na mwanastahili kupumzika. Ngoja nikuletee. Si salama. Mimi naona kama vile sura ngeni. Nyewe ni wenyeji wa wapi? Sisi tumetokea Dar es Salaam. Tumekuja huku. Sisi wasanii wale kama unasikia Bongo Movie. Kwa hiyo tumekuja kushuti movie zetu huko mapolini. Kwa hiyo hata nyinyi mkiwa mnatupa company safi. Karibu. Wenyewe karibu kabisa, ni hapo shafika. Maana nyinyi vijana wenyewe. Yaani hapo hakuna tatizo. Ndio hiyo. Asante sana. Sasa mimi sikai sana. Ndio. Wacha tu niende. Basi karibu. Sema kuna ule mzigo wa chakula ambao niliuacha hapa. Sawa. Baadaye nitakuja na vijana tutachukua ile chakula. Hakuna tatizo, unajua tena bana. Maswala utaweza kuishi bila chakula bana. Haya, sawa. Na kingine, wewe ndio mwenyeji wetu. Kama kuna vijana hapa utukutanishe nao kwa sababu kuna kazi 2-3 zinaweza kutokea tukawa tunasaidizana. Ndizo kazi na wao zetu. wakapata riziki kidogo. Usihofu, ndizo kazi zetu. Ndio wajibu wetu. Nguvu kama sisi. Sawa. Ndio kazi ya mwenyekiti. Hizo ndio kazi zetu. Ngoja niende kule. Karibu sana. Haya, karibu sana. Haya. Asante. Ile nyumba ndo nataka wapangishie hapo. Hivi ile nyumba kabisa tangu wanaianza msingi inaua watu, wanakufa pale wanazikwa pale. Yaani ndo unataka uwape vijana wa watu nyumba hiyo? Wamekufa wangapi na hawaishi kwenye nyumba hiyo bwana? Bali na hivyo mzee, ile nyumba tunasikia ina matatizo. Sasa sikiliza kijana, nikueleze. Kukua ni kuona mengi, hayo ndio ya kwanza kuona. Sasa nakueleza hivi, nilishamaliza hayo mambo yote, yalishakwisha. Kwa sasa hivi hakuna shida. Hakuna tatizo. Wataalamu wanazidiana, unamfahamu? Kwa sasa hivi shaimalika ile nyumba. Wewe unafahamu Nyakasanda ya Mabamba wewe? Naisikia. Ndiko mtaalamu nimemtoa. Naisikia kwamba ni shida. Balaa. Kwa sasa hivi hakuna shida kabisa. No problem. Hakuna tatizo. Sasa mmechoka vipi?
Twendeni pale karibu tu pale. Karibu tunafika. Tumeshakaribia kufika bwana, twende. Basi ndio tupumzike hata kidogo. Kama kuchoka tumechoka wote, twende bwana. Jikazeni nyinyi ni wanawake, twende. Tumechoka bwana. Tutafika usiku. Basi tusaidie hata godoro lile pale. Leta basi wewe nikusaidie mzigo wako twende. Amna problema. Poleni sana. Wewe vipi mbona umesimama hapo? Mimi siwezi haya maisha kwa kweli. Mimi siwezi. Sio uwezi. Maisha yani kwanza hata hapa eleweki, yani kwanza mimi sijazoea maisha haya. Msikilize jamani. Sasa wewe kilichokuleta nini? Mimi hata sikuelewi, kwa hiyo nishasema maisha haya siyawezi. Narudi zangu mimi mjini. Wewe sikiza nikwambie usituzingue sisi. Nimeshasema siwezi, utanilazimisha. Asa ungetaka kukataa ukiwa kule. Jamani, mimi sijazoea kuishi maisha ya dhiki kama hayo. Sema mwenyewe kwanza pa kulala sisi tutalalaje? Vumbi tupu. Kwa hiyo sini zote ulizofanya mjini kuja kumalizia huku kijijini tena imekuwa shida. Kwa tu maisha kama haya sijazoea. Aka. Sitaki kujipa shida mimi. Jamani, mwacheni atulize. Hebu acha utani. Nachoka huyo. Mwacheni kwanza atulize. Nendeni. Nachoka huyo. Nendeni. Ingieni ndani kwanza, jua kali. Yeye kama atakaa nje hapo mwacheni kwanza. Tumechoka bana, tutulie ndio tuambie maneno kusema. Sasa kwani tatizo nini? Tatizo ni maisha. Haya sijazoea kabisa. Sasa sikiliza. Kama ni sehemu ya kulala, mimi nitakuwekea sehemu nzuri tu ya kulala. Ingawa tufanye kazi yetu ishi. Au nitakutafutia hata sehemu yoyote huko. Tutafuta sehemu nzuri utaenda kulala. Sawa. Twende kwanza ukajumuike na wenzako. Mzigo wako. Leta mzigo tumkabidhi mwenyewe. Kameramani. Chukua. Afu mimi sio kameramani. Sio mwanangu. Kameramani. Hata shuti makalio huyo ni mtanie. Na ni macho yake. Kamera umani, kwani mwanaume huyo? Mlembo. Yeye mjui vizuri. Wewe mimi nimefanya naye kazi huu mwaka wa 3.
Ashawashuti watu miguu tu. Pia niwezi. Mwenye mbali, mwenye anijua. Jamani. Location ndio hii tumefika. Sawa, umeongea sana sasa. Njaa bwana muda mrefu. Yaani hilo ndo la msingi. Maana hapa njaa hapa tumbo mpaka linauma. Tumekuja kule umesema kwa sababu chakula hapa. Lakini chakula chenye tunaona vumbi. Chakula kipo. Chakula wakati nimekuja kwa ajili ya kuangalia location nilichukua na chakula nikawa niliacha kule kwa mwenyekiti. Kwa hiyo chakula kianza kupikwa tu tunaanza kupika tena. Sasa wote gimana na kupikia? Kuna usigalo huko. Nashangaa. Wewe ni mwanamke, sikiza nikwambie. Ni mwanamke chakula kipi lazima upike. Afu unataka kunizoea. Umenisikia? Atazoea tu. Atakula hewa. Jamani tuzoeane kwa sababu hapa tumekutana na watu wa sehemu mbalimbali. Mimi nataka kunizoea. Kila mtu katoka sehemu yake. Kwa hiyo tuzoeane tu, tutazoeana kidogo kidogo. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi inabidi nifuate chakula. Sasa hapa nafikiri kile chumba cha mwisho kule kinawafaa makameramani, editor, watu crew ya production kwa ujumla kule mwisho. Alafu hapa na hapa wanawake na wanaume. Sijui sasa wenyewe muangalie. Wanawake huku au sisi tunaenda kule. Sisi tunaenda. Hata wapi panafaa. Afu unakuja mbishi wewe, sina jishauri. Haya basi mtajua wenyewe. Ngoja nifuate chakula kwanza kule. Asiye brother tuweke hapo. Hamna. Basi twale nani kwa kilo moja hivi. Okay. Hata umeokota njiani tu. Kuna hatari ya kupata hapa corona na magonjwa mengine ambayo haya stahili. Mbona umenuka? Unaongea na mimi, unaongea na nani? Hautaki kula? Ana njaa. Hapo anawaza. Sija anawaza nini? Nipe basi keki kidogo. Nashanga nini? Wapi? Unatandika sehemu yote tu unalala kama utalala kule utatandika huku hapo ni vifaa vyako hapo. Sikutandikia kipa. Kwa hiyo kuja tena mkeka? Mimi nimekuja kufanya kazi yako. Kwa hiyo kila kitu wewe. Mimi nataka kulala bali. Vipi bwana? Hatari basi. Subiri basi niangalie shughuli tunafanyaje. Ufanye mpango hapa. Maji. Akia Mungu kuna vituko huko. Taona maji. Nataka biriani. Wewe kunywa tu mama. Aisee usitufanane. Hivi unajua ni amenuna? Hamjui. Kashaona kageni haka. Sinishasikia fulani anachukua director. Kwa hiyo Karoka kashaanza kumdonda. Alivyoona anaongea naye. Una wivu ndugu yangu. Mimi wala sina mpango. Usiwe na amani. Kuwa na amani, mimi sina mpango. No. Ndio hivyo na mama naona hapo mnakula hataki kula maji ya shuka. Muda ule nimesema pale na director alikuwa na. Ndio hivyo kwa ujue. Kwa kuwa mbali. Habari ndio hiyo. Sasa kabisa. Basi tafuta sehemu ukae hata upumzike hata. Mkeka huo wana.
Wapo tu. Kwani vipi? Hauna mtu? Hauna mtu. Sasa nakuja. Usijali. Sasa hivi nakuja. Haya poa. Haya poa. Sasa mkeka huu. Sasa ndo mkeka gani? Hata unaweza kulalia au? Sasa mtu mpaka kaleta sinamani wa kulalia lakini. Nimeshindwa kuvumilia jamani. Kiukweli hata mimi nimeshindwa. Au kama vipi tumwambie atupeleke sehemu yenye mgahawa afadhali tupate hata chochote. Kweli ni wazo zuri. Lakini na kama kashinda kutupe kwenye chakula, ni bora kama kushuti tuache kushuti sisi turudi nyumbani. Tujiendee basi. Lakini nina wazo. Nadhani kwanza tushirikishe mabinti, tusikie angalau na maamuzi gani. Tukawaombe labda wanaweza kuwa na chochote cha. Au wanaweza kuwa na mawazo yote ya kutushauri pia. Njaa kali. Sio kwa njia hii. Nataka mpika mzuri. Kini bongo ni churi. Mtu mpaka kaleta sinamani mzuri. Una vumbi. Vipi? Shwari. Mbona mnajipodoa? Si njaa ishakuwa kali. Si wenzio tumekazia kidogo. Naona tumbo angalau. Kumbe nyie ishapata yani. Afu nyie nishona mtaka kusababisha hapa tuanze mambo ya kupika. Hapana. Sisi tushalegeza, sisi tumechoka kupika hamna isiatuwezi. Wakanitafutia mzuri tu. Wewe. Mimi sielewi. Mimi nimekaa pale ndani na wale wanawake, lakini cha ajabu yule msichana anza kunena maneno ya kejeli ananisema sema mimi sielewi. Sasa mimi nataka nijue pale nje mlikuwa mnaongea nini? Msichana gani? Huyo mgeni. Sasa tulikuwa tunaongea nini vipi? Wewe si ulimsikia kwani alichokuwa anakiongea kwamba sijui anataka sijui hataki mazingira haya sijui na nini? Mimi sitaki. Mimi nahisi kama kuna kitu kwa sababu mimi sikani maneno ambayo alikuwa ananitolea pale siyaelewi kabisa. Kitu gani? Kitu gani ambacho unakihisi wewe? Labda ni mtu wako. Tena habari hizo naomba usije ukaziongea tena. Wala sitaki mtu yeyote asikie kama mimi na wewe tuliwahi kuwa vyovyote vile.